Sawa. Kwa hiyo ninasema hivi, ni swali ambalo ni la kwangu mimi na wewe. Sasa katika semina hii usichukue kama mahubiri, sawa Lichukue kama swali. Mungu anaojiana na wewe, uko wapi? Bwana asifiwe. Swali hili ni swali ambalo kila mtu anatakiwa kujiuliza kwenye maisha haya ya Ukristo tulionao kama kanisa. Sawa watu wa Mungu. Leo hii tuna kanisa ambalo limepoa. Limepoteza ladha. Sawa jamani? Limepoteza ladha kabisa. Halina vile vitu ambavyo Mungu alivikusudia viwepo. Sawa jamani? Kwa hiyo lazima tujiulize haya maswali. Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Swali lile linaashiria ama linaonesha kwamba mahali unatakiwa kuwa haupo. Na kwa sababu haupo, uko wapi? Bwana asifiwe. Jamani, amina. Kwa hiyo lazima ukiwa hapa uwe unajiuliza uko wapi? Maisha yako ya kiroho uko wapi? Sasa hivi imekuwa ni kazi, hatuna tofauti na watu ambao hawajaokoka. Haya, kwa wale mnaoandika kuna vitu vichache nitakuwa na vizungumza hapa, unaviandika. Ni muhimu sana kila mtu ajiulize swali hili kwa kina, kwa kuzingatia mambo mawili yafuatayo. Bwana asifiwe. Nasema hivi, ni muhimu sana kila aliyeko hapa ajiulize swali hili kwa kina, kwa kuzingatia mambo mawili yafuatayo. Mpaka wewe unayetufuatilia kupitia online TV, ni vizuri ukajiuliza swali hili kwa kina. Usiishie juu. Usiishie tu kujua kwamba uko wapi. Lile swali lilibeba maana. Kwa hiyo ni vizuri tuingie kwenye kile kina ili tuelewe kusudi la Mungu la maswali haya kwetu leo ni nini. Sawa jamani? Nimesema unajiuliza kwa kuzingatia mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza, hitaji la Mungu kwako. Sawa Jamani, haleluya. Kwa hiyo nimesema ni muhimu sana kujiuliza swali hili kwa kina, kwa kuzingatia kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza, hitaji la Mungu kwako. Mungu anapokuuliza uko wapi, manake kuna kitu anakihitaji wapi? Kwako. Sawa Si ndio jamani? Manake kwenye ile nafasi anayotakiwa akutane na wewe hajakukuta, ana jambo na wewe. Kwa hiyo unapojiuliza lazima uelewe kwamba sijaokoka kwa bahati mbaya. Unanielewa? Kwamba kuna kitu kilichomfanya Mungu aniokoe mimi. Kuna kitu kilichomfanya Mungu aniweke leo kanisani. Kuna kitu kilichomfanya Mungu leo aniweke kuwa kiongozi. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Kuna sababu iliyomfanya Mungu leo aniweke mimi kuwa mchungaji. Kuna sababu iliyomfanya Mungu leo aniweke kuwa mwimbaji. Kuna sababu iliyomfanya Mungu leo anipe familia. Sasa lazima nijiulize, Mungu anaponiuliza niko wapi, manake kuna jambo analihitaji kutoka kwangu, kwa sababu siko lile eneo ninalotakiwa kuwa, manake jambo hilo halikamiliki. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Wana wa Mungu, haleluya. Narudia tena kusema, Mungu amenipa neno hili kama swali kwako. Anautafuta moyo wako. Anapouchunguza moyo wako, anaona moyo wako unatangatanga, anaona moyo wako unahangaika, anakuuliza uko wapi?
tutatangatanga kwenye njia nyingi hata lini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mungu anapotutazama ndani ya kanisa, halioni lile tarajio ambalo aliliweka kwetu. Halioni lile tarajio ambalo alilipa gharama akamtoa mwanae wa pekee ili aje kwetu. Hayaoni yale matokeo. Huyo mama asiniombee, huyo mwamshi. Na nawaona wote ukilala na kuamsha hapa. Wewe mwenzio nimetoka Sumbawanga, tena ngoja niwaambie. Nimetoka Dar es Salaam, yani nimetoka Dar es Salaam Jumatatu. Nimelala Mbeya Jumanne. Jumatano nimefika Sumbawanga, tumekata tiketi na mume wangu. Tumepanda gari alfajiri jana, tuko hapa, alafu wewe unalala usingizi. Are you serious? Na nikitoka hapa kwenu naelekea Dar es Salaam, wewe niko hapa eti unalala usingizi. Usifanye hivyo. Sawa Jamani, amina. Jamani, haleluya. Lazima uishi kama mtu ambaye anaelewa kwamba mimi sipo duniani kwa bahati mbaya. Sipo kanisani kwa bahati mbaya. Kuna kusudi ambalo Bwana ameniweka hapo, na ndio maana ananiuliza swali, niko wapi? Manake anioni, si ndio? Bwana asifiwe. Hata mume wangu waga akinikosa nyumbani ananiuliza, uko wapi? Manake kuja nyumbani ni muda ambao anatakiwa nikute nyumbani, amekuta sipo, anauliza uko wapi? Wakati mwingine akipiga simu akiona kuna makelele, anauliza uko wapi? Manake anakuwa anaona huu muda nahitaji kuongea na mke wangu akiwa kwenye utulivu, lakini mbona hanipi utulivu? Ananiuliza uko wapi? Akiona sieleweki, ananiambia tafuta mahali, tulia, nataka niongee na wewe. Kama uko busy nikutafute baadaye. Unanielewa? Na wewe unamuulizaga mwanao yuko wapi, si ndio? Baba ukikuta mama tu hayupo nyumbani, unabaki tu unacheka, akirudi tu unafurahia. Saa 4 usiku anarudi, unacheka tu karibu za huko ulikotoka. Inawezekana? Lazima umuulize, kwa sababu majira hayo kuna jambo unalitarajia kutoka kwake. Hajapika, hajafua kitanda tangu alivyoamka akijatandikwa. Unaacha kumuuliza. Kwenye ndoa hayo yote tutaongea. Sawa? Au mnasemaje? Sitanoga maana tunawatesa waume zetu. Mwanaume anarudi nyumbani mpaka anapaogopa. Kitanda kimejaa vidaso vya mtoto, mama ni mchafu, yuko mbwi, haeleweki, chakula hakijapikwa, mambo hayaendi. Hivi humo ndani mtaomba Roho Mtakatifu atashuka? Haleluya! Jamani, amina. Kwa hiyo kwenye ndoa usipange kukosa. Mambo yatakuwa hivi. Na kule nako tutaulizana, sasa uko wapi mwenzetu? Si ndio jamani? Bwana asifiwe. Hitaji la pili, lazima ujiulize hitaji lako kwa Mungu ni nini? Sawa wana wa Mungu? Nimesema hivi, unapolitafakari swali hili, tafakari kwa kina, kwa kutazama mambo ya msingi haya mawili. Hitaji la Mungu kwako, kwa nini anakuuliza uko wapi? Sawa Lakini na hitaji lako wewe kwa Mungu. Yaani vile ambavyo Mungu ana haja na wewe, na vile wewe unamhitaji nani? Mungu. Alafu ujiulize, hivi niko wapi? Kama ninamhitaji Mungu, je, nitampata kulingana na hii nafasi nilionayo? Mahali nilipo nitakutana naye? Jamani, amina. Tabia nilizonazo nitakutana na Bwana? Mienendo
mienendo nilionayo nitakutana na Bwana. Mtindo wa maisha nilionao nitakutana na Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ili nimuone Bwana, yeye ni Mungu wa kanuni. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye ni Mungu wa utaratibu. Yeye ni Mungu wa mifumo, na kwenye mifumo yake ndiko tunakutana naye. Sasa Adamu alikuwa ametoka kwenye mfumo, ndio maana anaulizwa uko wapi? Sijui kama unanielewa. Bwana asifiwe. Yaani ninavyoona tu hapa mnatia huruma. Kitu ambacho kinaashiria hatuko kwenye mfumo. Unajua kuna darasa ukiwa unafundisha, watu wanakuwa active. Unaona kabisa unachongea mtu anafanya nini? Anaelewa. Lakini mtu aliye nje ya mfumo unaongea, unaona kabisa haelewi. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Nimekuletea neno la Bwana, lazima litutoe hapo tulipo, tufike kwenye viwango vya kuelewa Bwana anapotutafuta, turudi kwenye uhalisia wetu. Jamani, amina. Miongoni mwa vitu ambavyo ni tatizo, nitaongea huku mbele, ni kuwa wasikiaji wa neno. Wazuri sana kusikia, wazuri sana kuhudhuria makongamano, wazuri sana, lakini sio watendaji wa neno. Kwenye matendo sifuri kabisa. Yale matendo ya neno ndio yanayolileta lile neno liwe dhahiri kwako, liwe wazi, lilete matokeo yaliyokusudiwa. Bwana asifiwe. Wengine mimi nahubiri anamwangalia Messi pale. Jamani, nyewe wana wa Mungu, hebu mniangalie mimi huku, mnaelewa? Bwana asifiwe. Wanawake, haleluya. Tena wanawake mnatakiwa kujitahidi kusikiliza neno la Mungu kwa viwango, ili muwe baraka makanisani kwenu na kwenye familia zenu. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Wanawake wenzangu, na wauliza swali, mko wapi? Je, bado mpo kwenye vigenge vya kusemana umbea? Bado mpo kwenye vigenge vya kupigana maneno? Bado mpo kwenye vigenge vya kuoneana wivu? Wanawake, jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Maana mimi ninachojua, Biblia inasema wanawake watangazao habari njema, hao ni jeshi kubwa. Je, wewe kwenye kinywa chako unatangaza nini? Na nimekuja kukuuliza, uko wapi? Wamama wenzangu, haleluya. Au tulikuja duniani kunyonyesha watoto? Eti tuliokoka tuje tunyonyeshe watoto? Mimi nina watoto 4 nimewaacha nyumbani, tena mdogo ana miaka 3 na miezi, lakini niko hapa kulitimiza kusudi la Bwana ambalo ni kuzisema habari njema, kama Biblia inavyosema, wanawake watangazao habari njema, hao ni jeshi kubwa. Lakini kwenye nyakati hizi tuna wanawake ni mastadi wa umbea, ni mastadi wa porojo. Akikaa nyumbani na mume wake, mwanaume anatamani akimbie nyumba. Mama ni si baba zangu hawa hapa, si wapo? Leo hii wanawake, kwa kupoteza nafasi zetu, kama Adamu alivyopoteza nafasi na Eva, tumesababisha maumivu kwenye ndoa zetu. Usilie alioa kwa nini? Ulikuwa wapi? Hata kama hajaokoka, yuko kule nje, aliamua kuoa, wewe ulikuwa wapi?
Mwanaume akirudi ndani, papa, yani nakwambia, yani baba fulani, mama fulani sio kafanya nini, baba hajakaa sawa, katoto kanalia, mama na makelele, baba anasema jamani, nimetoka nimelima, niko hoi, ng'ombe zimeniumiza mguu, baba anasema chakufia nini? Huyo wanawake uongo kweli. Mungu atuponye. Alafu ukija kanisani hapa ndo unaimba na pambio. Unaimba pambio, unaruka. Alafu unaimba uninyang'anye vyote, uniachie Yesu. We, nani amesema? Unajitia moyo kwa mapambio. Unajitia moyo. Najua Bwana anatengeneza njia. Unalia na machozi. Mungu ni Mungu wa mifumo. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Alipoona Adamu na Eva wametoka, aliwaletea swali la kuwauliza wako wapi. Alichokuwa na kitarajia kwao ni watambue walipokuwa naye walikuwaje, na baada ya lile tukio la kumkosea Mungu nini kilitokea kwao. Wakishajua hivyo, watafute rehema za kurudi kwa Bwana. Bwana asifiwe. Yaani mnanishangaa mpaka sielewi kama mnanielewa. Mbona hamuitiki amina nyewe watu wa Mungu? Au ndo yanawakolea? Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Lazima tuelewe kwamba Mungu wetu ni Mungu wa mifumo. Umeelewa? Umenielewa wana wa Mungu? Mifumo ya Mungu, nisikilize. Ukiangalia kwenye Biblia, Mungu ametoa mwongozo namna gani tunataka matokeo tunatakiwa kuishi. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, utaona Mungu anaongea. Ikiwa utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Anatoa maelekezo. Baada ya pale anaeleza baraka ambazo zitaambatana na wewe. Alafu tena usiposikia, anaongea nini? Laana. Yaani utalaaniwa mpaka kapu lako la nini? Sasa mimi naongeza, yaani unalaaniwa mpaka muonekano wako. Hata ukipaka mafuta mazuri upendezi. Unaelewa hiyo kitu? Yaani ukipita tu watu wanasema mwe, huyu mama nani naye leo sijui yukoje. Hata hatumuelewi. Unanielewa? Ukipita ni mbaba, ukipita wanaume wenzao wasema hivi huyu jamaa mnaonaga na akili huyu. Unaelewa? Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali umeacha njia. Hatustawi kwa sababu ya kuoga vizuri. Hatustawi kwa sababu ya kula vizuri. Tunastawi kwa kufuata kanuni na taratibu alizoziweka Bwana, ambazo ni kulisikia neno lake kwa bidii na kuliingiza kwenye matendo. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Kama unanielewa sema amina. Narudia tena kusema, hatustawi kwa sababu ya viwango tulivyo navyo. Hatustawi kwa sababu nimesoma sana. Hatustawi kwa sababu nimefuga sana. Hatustawi kwa sababu nina duka zuri sana. Lakini kustawi kwetu kunaanzia rohoni, ambako tunamsikia Bwana kwa bidii. Tunalisikia neno la Bwana, tunaliingiza kwenye matendo. Yule anayelisikia neno akaliingiza kwenye matendo, na kwambia akitokea kila mtu atavutiwa na yeye. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, kanisa la Bwana, haleluya. Nataka niwaambie wana wa Mungu, hatustawi kwa ajili ya akili zetu wenyewe. Hatuwezi
hatuwezi kuendelea kwa sababu ya akili zetu na zile fahamu zetu. Hapana. Ndio maana wengi wetu tunatembea kwenye vilio, tunalia kwenye huduma zetu, tunalia kwenye ndoa zetu, tunalia kwenye familia zetu. Kwa nini? Kwa sababu ile laana ya kutotii inatembea kwenye maisha yetu. Utamaliza waganga wa kienyeji, huwezi kutoboa. Bwana aturehemu sana. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Jamani, amina. Kanisa la Bwana, lazima tukumbuke msingi wetu. Leo Bwana kwenye kongamano hili ananiuliza mimi na wewe, uko wapi? Mimi nilipolisikia swali hili kwenye moyo wangu nikasema, Bwana, inawezekana umenitazama, unauona moyo wangu bado kuna namna hujakupendeza. Nikamwambia, Bwana nisaidie, maana unataka kunitumia mimi ili niyafae mapenzi yako na kuyatimiliza. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Pamoja na kuhubiri kwangu, pamoja na kuzunguka kwangu, pamoja na kufundisha kwangu, niliposikia swali hili nikajiangalia kwanza, nikasema, Bwana, wewe ujuaye kuchunguza moyo, umeutazama moyo wangu. Nikasema, kabla sijalibeba neno hili kulipeleka kwa kanisa lako, nikasema, chunguza, tengeneza moyo wangu, maana ninatamani kukupendeza wewe kwa ukamilifu wako. Bwana asifiwe. Hata mume wangu alikuwa ajui hata anafundisha nini. Asubuhi kuna somo nilikuwa nafikiria kufundisha, lakini ghafla nikashangaa Roho Mtakatifu ananiuliza swali, uko wapi? Unaelewa eh? Akaniambia, nenda kawaulize hawa watu wako wapi. Hivi unajua Mungu anakutazama kuliko unavyojiona eh? Unajua kama anakujua kuliko unavyojijua. Unajua kwamba anajua njia zako zote. Unajua anajua hali iliyoko ndani yako. Unajua anakujua vile unavyoishi maisha yako yote. Unajua anajua kabla hujazaliwa wewe. Unajua Mungu alijua wewe ni nani. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Yaani kama kuna kitu kinaumiza moyo wa Mungu, ni aina ya kanisa tulilonalo sasa. Linaumiza sana moyo wa Mungu, sana sana. Kanisa lina hali mbaya. Kanisa limejaa maneno. Kanisa limejaa vita. Kanisa limejaa masengenyo. Kanisa limejaa kubaguana. Kanisa sio mwili wa Kristo tena. Kanisa limekuwa ni vita. Lakini asubuhi ya leo, wana wa Mungu, tunapolijibu swali hili mbele za Bwana, nataka nikwambie, kanisa sio dhehebu la FPCT. Kanisa sio dhehebu la TAG. Kanisa sio dhehebu la EAGT. Kanisa sio dhehebu lolote. Kanisa ni mwili wa Kristo Yesu. Kanisa ni mwili wa Kristo Yesu. Lazima turudi kwenye ule msingi ambao ni mwili wa Kristo Yesu na tusimame kama viungo. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kanisa, haleluya. Haleluya, haleluya. Leo hii kuna maajabu. Yaani ni FPCT wote, lakini utashangaa wanavyobaguana. Mimi ni wa kwa mchungaji fulani. Mshirika wa hapa akikutana wakiwa wachungaji kama hivi kwenye makongamano, vile atakavyomsalimia babake sivyo atakavyomsalimia baba huyu, na washirika wa baba huyu ambavyo watafanya. Lakini mimi nimekuja na neno la Bwana. Kanisa sio madhehebu. Haya madhehebu ni hekima za kibinadamu. Kanisa linajengwa na mwili wa Kristo mwenyewe. Yesu ndiye mwenye kanisa. Lazima tukumbuke, turudi kwenye uhalisia wetu. Jamani, amina.
Leo kuna mambo mengi sana. Tumepoteza radha. Tumefunga mlango wa watu wengine kuingia kuja. Tumefunga mlango. Tumebaki tunajisifia. Sisi kanisa letu, ukifika pale kwetu, huyo mtu anajua mahali alipo huyo. Yaani kanisa letu sisi, kwanza tuna fulani huwa anaimba. Yaani kanisa la kina fulani lile hamna kitu kabisa. Ushamwona mchungaji wa kina fulani? We, kanisa la kina fulani ndo kanisa. Yaani kanisa, nataka nikubadilishie mtazamo. Kanisa sio dhehebu. Kanisa ni mwili wa Kristo ambao unajengwa kupitia kiungo ambacho ni wewe mwanamke, ambacho ni wewe mwanaume. Kila mmoja lazima ajiulize yuko wapi. Akijiona yuko hakikishe anarudi haraka, maana tupo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo Yesu uliobeba utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Mungu anamwelekeza Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Anamwambia uyatafakari maneno yote yaliyoandikwa humo. Sawa jamani? Kwa hiyo tunapolitazamia neno la Bwana kwa kujifunza kwa kina, hapo ndipo tunaweza kupata matokeo yaliyo kusudiwa. Kuna mambo mengi yametutoa kabisa kwenye baraka za Mungu, hasa kwa kutozingatia mfumo tunaotakiwa kuishi kupitia huo. Sawa jamani? Tunafahamu kwamba hawa wanadamu wa kwanza, kina Adamu, walifanya jambo ambalo lilihuzunisha moyo wa Mungu. Kusudi la Mungu ilikuwa ni mwanadamu aishi maisha ya furaha sana, maisha yaliyoambatana na baraka za nani? Za Mungu. Lakini angalia kitu ambacho kikatokea pale. Mwanamke huyo akakubali, akadanganywa na nani? Na Shetani. Mwanaume na yeye kama vile tu Samsoni kwa Delila akakubali, akauza thamani yake kupitia nani jamani? Kupitia mwanamke. Baada ya pale tu mambo yakafanya nini? Yakaharibika. Mambo hayajaishia pale kuharibika mpaka leo. Sawa jamani? Bado Shetani anafuatilia. Mungu akafanya michakato yote. Ukisoma Biblia utaona wakaanza kwenye Agano la Kale, wakaanza sadaka. Maana tumeona Mungu alikuwa anaenda jioni ya jua kupunga, anaongea na nani? Na Adamu. Unajua Mungu ni roho, si ndio? Manake kama alikuwa anaongea na Adamu, alikuwa anaingia katika roho. Sawa Kwa hiyo sasa Adamu baada ya kumkosea Mungu kawa mwenye dhambi, akajitenga na ule muunganiko aliokuwa nao kwanza, si ndio? Kwa hiyo baada ya pale Mungu akaenda, sio kwamba alikuwa ajui kilichotokea, alikuwa anajua. Lakini anaenda anamuuliza Adamu, uko wapi? Anachokitafuta ni huyu mwanadamu ajielewe kwamba nilichokifanya hakifai, natakiwa kurudi mara moja. Sasa hivi Mungu akatupa neema, tumeokolewa, si ndio? Akamtoa mwanae wa pekee. Sawa Yesu akaja akatupatanisha na nani? Na Mungu, si ndio jamani? Tukahesabiwa haki tena ya kuwa vile tulivyokuwa mwanzo, si ndio? Haya, baada ya kuhesabiwa haki, ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Yohana 1:12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo
wa kufanyika wana wa nani? Wana wa Mungu. Kwa hiyo kupitia Kristo Yesu tukazaliwa mara ya pili. Yaani kutoka kwenye asili ya wapi? Ya dhambi, asili ya dunia, asili ya ukoo, asili ya kabila, tukazaliwa mara ya pili kupitia nani? Kristo Yesu. Unaelewa? Alafu ukija kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili 5:17 anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa nini? Sasa naomba nikuulize swali, kwako ni mapya? Umeelewa eh? Zile tabia za kwako za asili zimeondoka? Kama ukoo wenu walikuwa wanasema ukoo ni wazinzi sana, je, wewe uzinzi umekuacha? Ule ukoo wana maneno sana, je, wewe unayo au huna? Unanielewa? Ukoo wao ule waga hawafanikiwi. Kabila lao hakuna aliyewahi kufanikiwa, hakuna aliyesoma, hakuna gari. Wakati huku tunaambiwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Je, ninaishi kwenye ule upya? Au na mimi bado ninapambana? Ule ukoo wakizaga watoto wanakufa. Ule ukoo wanakufaga kwa magonjwa fulani. Ule ukoo wana tabia 1, 2, 3. Unashangaa leo mtu ni Mkristo, kaokoka, lakini anapata changamoto, anasema ukoo wao ni kawaida. Sasa lazima ujiulize swali, je, mimi ni kiumbe kipya? Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Ule ukoo wao waga wakiolewa wanaachika. Je, mimi niliyeko katika Kristo Yesu nimeolewa, nimeachika? Hivi unajua kanisa linaishi maisha ambayo sio ya kwake. Tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu. Ule ukoo hawajastarabika kabisa. Babu yao alikuwa na tabia 1, 2, 3. Haya, wewe umempa Yesu maisha yako, manake kwenye ule ukoo wewe haupo tena. Zile tabia za asili, zile tabia za dunia, zile tabia za utu wa kale zinatakiwa zisionekane kwako tena. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Alivyo baba ndivyo na mtoto anakuwa. Ikiwa Yesu ni wa baraka kwenye maisha yetu, lazima na sisi tuishi kwenye zile baraka. Unajiuliza swali, je, hivi mimi nimefanyika kuwa mwana? Unajua unapokuwa mwana, kwenye kitabu cha Waefeso ukisoma, miongoni mwa vitu ambavyo Yesu baada ya kuja kwetu akatukomboa, akatufia msalabani, kwenye ile sura ya 2 mstari wa 5 kwenye Waefeso mpaka wa 6 anasema kupitia yeye kwa rehema za Mungu zamani tulihesabika wenye dhambi kwa sababu ya nini? Ya makosa yetu, lakini kwa rehema na neema ya Mungu tumehesabiwa haki kupitia nani? Kristo Yesu. Alafu tumeuishwa. Unaelewa eh? Manake tumepewa uhai mwingine. Sawa? Alafu anasema tumefufuliwa pamoja naye. Manake tumepata uzima. Alafu tumeketishwa. Sasa hivyo unavyojiona, je, umeketi na Yesu? Yaani ukijiona uko kwenye vile viwango ambavyo watu wakikuona wanasema kwa kweli yule Yesu aliyekuja kufanya kazi ya msalaba, aliyelikusudia kanisa mema, aliyetaka kanisa liwe baraka, je, yuko ndani yangu? Badala yake
tuna tabia za utu wa kale. Hicho ndicho kinalitesa kanisa. Tumebeba tabia za nje tunazo kanisani. Sisi kwetu sasa, kipindi mimi nimeolewa, mume wangu kabila lao, ukimwita mwanaume jina wanasema umempanda kichwani, umempa madawa. Mimi na mume wangu si tumekulia mjini, kwa hiyo si tukaa tumezoea, tunaitana jina. Mimi namuita Baraka, yeye ananiita Tina, na wala si hatuoni la kutukwaza, yaani tuko vizuri, unaelewa? Haya, tukienda mimi nasahau, sijazoea, wanataka niite jina la kabila. Na si unajua majina ya makabila yalivyo magumu, sijui walikuwa wanayatunga wakiwa wapi. Yaani mengine ni magumu, utafikiri dawa za waganga wa kienyeji. Wangapi mmekutanaga na hivyo vitu jamani? Weka fuatilia majina ya maukoo haya. Utakuta jina umetajiwa mpaka unasema Yesu wangu, mbona kama nitatukana? Alafu mimi sijazoea, tumeenda ukweni. Alafu sisi tulikuwa tunapendana sana tangu mwanzo na hatujaacha. Mmesikia wanandoa? Miongoni mwa vitu vinavyoshikilia ndoa ni ule upendo wa kweli unaovumilia yote. Sawa alishanifanyia na kile, alishanifanyia na kile. Upendo wa kweli unavumilia yote. Mwanze kutangaza misamaha kwenye ndoa zenu, nitarudi huko. Haya, tumefika, mimi nimeshajisahau. Namuita Baraka, mama. Wifi yangu kaenda, mama. Yaani wifi anadharau jamaa. Yaani wifi anamuita kaka jina. Yaani hicho tu wakanikasirikia, unaelewa? Bado kuna ule utu wa kale, yaani vitu vya ukabila kabila. Eti kwani mimi nikiita Baraka nimetukana matusi? Si jina lake. Mimi naongea kwangu, na nyie huko najua mna vitabia vya uko. Unajua vile baba vinatesa kanisa. Yaani vinasumbua nini? Kanisa. Sawa nikashangaa wakanikaripia. Yaani kwetu ni dharau sana. Na yeye hata jina lake la ukoo naye hajazoea. Hata haelewi. Umeona? Kwa akiita mwenye anashinda kwamba hivi ndo hivi. Lakini sisi tunajisikia vizuri wenyewe. Sawa, ni ukoo, ni kabila, wanasema anadharau, lakini mimi ndani yangu ninachoona siendeshwi na zile hisia zao. Ninachojua nikimwita Baraka haijabadilisha kwamba ni mume wangu, bado ni mwanaume ambaye ninampenda na ninamheshimu kama baba wa watoto wangu, ninamheshimu kama kichwa cha nyumba. Unaelewa? Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Wala yeye hajisikii vibaya, anajisikia vizuri, wala haoni cha kumsumbua. Yaani sijui bwana, maybe ni vile tumekuwa. Mimi watoto wangu yani mpaka kale kadogo, ukitokea tu ukauliza mamako anaitwa nani, au useme tu huyu ni nani, huyu ni mamangu anaitwa Christina, si ndio? Kwani baba wewe umenifahamu kwa jina la ukoo wangu? Hata ukoo hujui, lakini jina langu ndio limenitambulisha, si ndio? Lakini ninataka kusema hivi, tunapokuwa tumeokolewa na Kristo Yesu, zile tabia za asili zilizotokana na kwetu lazima tuachane nazo. Kwani yule mwanamke Msamaria alimwambiaje Yesu? Sisi kwetu tumezoea tabia za asili. Bwana atusaidie. Wala amnielewi na mtanielewa tu. Afu nikihubiri naondoka. Jamani, amina. Haya, ikaja hii
Kuna vitu vya ajabu, na hivyo tu vimeleta dosari sana kwenye familia zetu. Na ninayaongea haya kwa sababu tuna masomo ya ndoa na familia, alafu si ni kongamano la idara. Kwa hiyo mimi nitakuwa naongea kama nahubiri, kama naongea mambo ya familia, si ndio? Haya, kule kwa kina mme wangu sasa. Yaani mwanaume akikutwa ameinama anafua, mama una bahati. Umeelewa? Si ndio Yaani kile tu mimi naongea, nitarudi kukufundisha ninacho kale na utu mpya katika Kristo Yesu. Kwa sababu lazima tuthaminishe na maisha ambayo tunaishi wapi? Duniani, si ndio? Sasa mimi mme wangu amezoea maisha fulani hivi. Namshukuru Mungu alinipa mme ambaye kwa mama yake kazaliwa peke yake kama alivyo. Kwa hiyo mama yake alikuwa analea watoto wa ndugu zake. Yeye alikuwa anawalea. Kwa hiyo anafua, anapika. Si ameishi peke yake, amezaliwa peke yake. Alafu alivyonioa nikawa mjamzito. Ninatapika hapo, ninaumwa. Atasubiri akaite jirani za kwake. Atasubiri akaite mtu aje atupikie wakati anajua kupika. Anapika ana amani. Anafua ana amani. Ni kitu amekizoea kule kwenye tabia za asili. Yeye hajakulia kule. Asili yake ni nyingine. Unalielewa? Wamkute anafua. Yaani anafua. Haya, hebu niambieni, haya mke wako kaumwa babangu mwaka, miezi miwili mke wako anaumwa, ulipotoka unatembea mchafu? Kuna vitu lazima tujiulize. Mama kajifungua na mtoto mchanga, akaanza kuinama anafua. Haleluya. Wamama hapo wanasema yani mama kwa kweli. Jamani, amina. Lakini ni mifumo ya wapi? Ya dunia ambayo tukileta kwetu tuliookoka haitatuletea matokeo. Sawa jamani? Haya mimi hapa ndo nahubiri injili. Tumeokoka, si ndio? Mme wangu si umeona ameshika Biblia ameleta hapa. Kwenye zile tabia za ukoo kule majumbani kwenu kule kwenye koo kule. Hiyo inaitwaje? Si mmeona Ni vitu ambavyo vinalitesa nini? Kanisa. Tabia za asili zilizotoka kwa mababu zetu. Kwenye ndoa na nyumba tutaongea. Biblia imeongea kipengele cha kunyenyekeana. Na sisi kiongozi chetu ni nini? Ni Biblia, si ndio? Tukiamua kumpa Yesu maisha yetu, manake sisi tumehama kule. Maisha yetu yanaongozwa na neno la Bwana, ambalo neno ndio Mungu mwenyewe. Si ndio jamani? Sasa unawakuta wamama sasa ni wanyonge. Kama kuna kitu mimi ninamshukuru Mungu, so kwa kujivuna, ni kwamba mme wangu amemjua Yesu mapema. Akasoma Biblia akaielewa. Sawa jamani? Unaelewa Japo haijatokea ghafla, kule mwanzoni kulikuwa kugumu pia wakati mwingine. Lakini namshukuru Mungu, huyu baba yani ni wa maajabu. Mimi mama yangu mimi, unaelewa, watoto wote ninawafundisha na nyie wanawake. Watoto wangu wote mama yangu mimi hajawahi kunilea. Ile unajifungua wanasema sijui uende wapi. Mume wangu akasema, kwani tumsumbue mama wakati mimi nipo sijaenda popote? Ananilea.
Unaelewa? Ninaongelea, unajua kuna ufahamu tu tunatakiwa tuwe nao. Kwani akinilea mimi, kwani ndo ameacha kuwa mwanaume ndani? Lakini mimi sijamdharau. Sawa Lakini ile tunaishi kwa kuonyesheana thamani. Si ndio jamani? Wababa wanasema yani mama, kwa kweli hivyo vitu kwetu hapana. Mimi naliongea neno la Bwana. Sawa jamani? Ninaongea utu wa kale na utu mpya katika nani? Katika Kristo Yesu. Haya, sasa hivi kinachotesa kanisa, wababa wamezoea kwenye koo zao, wanaabudiwa, wanapewa heshima. Amekuja huku ni mzee wa kanisa, akikosea ni don't touch me. Ananiambia mimi kama nani? Umeona tabia za asili zinavotesa? Mimi upumbavu wa kutawaliwa sipendi kabisa. Wewe ni nani usitawaliwe wakati Yesu ndo Bwana wetu anatutawala? Umeelewa hiyo kitu? Tabia za asili zimelinyong'onyesha kanisa. Kanisa limekosa nguvu za Mungu. Kanisa limepoteza mwelekeo. Yaani tukikaa humu ndani, kila mtu anataka cha kwake ndo kifanye nini? Kisikike, ndo kionekane. Hivi jamani, tuongee ukweli. Kila mtu apasiana nyumbani kwake? Kwani tukisema wote tuishi vile tunavyoishi majumbani, mwili wa Kristo utajengwa? Kwa sababu mwili wa Kristo unajengwa tunavyojinyenyekesha kwa Mungu, si ndio? Na haunyenyekei hajashuka Mungu, unanyenyekea kwa Mungu kupitia watu. Sasa mtu ndo anasema, tumekaa pale kwenye kikao. Yaani huyo ni mzee wa kanisa, anataka chenye akisema yeye ndicho kipite. Akichangia mtu mwingine, hoja yake imekosa hamna kitu pale. Kwa hiyo ndo walimuona anajua sana kuongea. Akirudi nyumbani amejadala na mke wake. Yaani mchungaji pale, yani ametawaliwa sana na yule fulani. Mbona na wewe ulitaka umtawale? Hivi mnanielewa wana wa Mungu? Si unaona kanisa ambapo tumeliweka kwenye shida? Tumejaa malumbano kwa sababu ya tabia za utu wa kale. Zile tabia ambazo chanzo chake ni shetani mwenyewe. Hizo ni tabia za kiburi. Kwani wewe unafikiri wa babu zetu hawa? Mimi mwenyewe nilitoka kwenye ukoo wa kichifu yani. Babu yangu huyo alikuwa chifu. Yani ni watu fulani hivi ambao yani kwetu kule kwanza utembee tu, yani baba yako yani mbaba abebe pochi hivi eti mimi natembea, mume wangu anisaidia hata kushika pochi. Yani ni vitu fulani hivi, ni kiburi. Tafsiri yake vile vitu ni kiburi, kwa sababu havimpi Mungu nini? Utukufu. Tukija mbele za Mungu sisi wote tunanyenyekea. Sawa jamani? Kwani Yesu hakuwa Mungu mbinguni? Tena vitu vyote alikuwa navyo, lakini akaona sio kitu cha kushikamana nacho, akaviacha, akajinyenyekesha. Biblia inasema akajinyenyekesha mpaka nini? Mpaka mauti ya nini? Ya msalaba, ili atupate sisi. Vipi kuhusu wewe kunyenyekea? Baba zangu wa Kiha, au mmeokoka afu bado nyie ni Waha? Jamani, mmeokoka afu bado ni Waha? Ule mfumo fulani hivi, yani mnatoka shambani, mama na katoto mgongoni kananyonya, sijui mmebeba kuni, wote mmefanya kazi shambani, mmefanya kazi sawa kwa sawa, mmechoka, mko hoi. Baba anarudi nyumbani, anafika yeye hapo kama anakasimka na mziki anawasha, anaendelea kusikiliza mziki. Katoto kanalia, anatakiwa anyonyeshe katoto, akoleze moto, alete kuni, sijui afanyaje. Akienda hata kwa baba akisema naomba nisaidie basi katoto,
peke ugali. We, toa hapa asinipigie kelele huyu. Nini kinachosumbua? Kile kitabia cha ukoo. Jamani, hayo mambo yapo hayapo? Sasa lazima kama kanisa tujiulize tuko wapi? Je, hivyo ndivyo tunatakiwa kuishi? Si unaona tunapojipunja maisha ya kiroho na ya kimwili? Haya, si nitafundisha ndoa baadaye. Haya, ndo mmerudi hivyo, huyo mama ana hasira. Umeshamwambia, endelea mwenyewe, hutaki kumsaidia kitu. Mwanamke anautaka upendo wako, umemnyima upendo. Amekaa na hasira. Kwamba yeye hata kunishikia mtoto. Anapika ugali haraka haraka hapo, ana hasira moyoni. Anauleta ule ugali anakuwekea pale. Unakula, yeye ana kinyongo moyoni. Mkienda chumbani akikataa utamlaumu. Jamani, amina. Jamani, amina. Hivi wanandoa mtakosa kweli semina? Kwa sababu yani tunavyoona watu wanazubazuba mchungaji kanisani, kwenye ndoa kule familia zishaharibika kwa sababu ya hiyo mifumo. Mifumo migumu. Mama anasema kabisa, ni kweli. Wanawake tunahitaji upendo. Biblia si imesema? Imefananisha kama Kristo na kanisa. Sisi hapa hatuhitaji upendo wa Kristo. Si ndio maana tunahubiriana hapa? Vipi kuhusu mimi mwanamke sihitaji upendo wa mume wangu? Kwa nini asinipe huo upendo? Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima ujiulize kwamba ikiwa Yesu alikuja ili sisi tuwe viumbe vipya, je, mimi ni kiumbe kipya? Sawa jamani? Yesu akasema hivi, na ishara hizi kwenye kitabu cha Marko zitafuatana na hao waaminio. Sasa nataka ujiulize swali, zile ishara zipo na wewe? Kama hazipo na wewe, uko wapi mwenzetu? Maana Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kubadilika. Aliyotenda kwa wale mitume wengine, aliyoyatenda kwa kina Petro na kwa kina Paulo, hata kwetu yanawezekana. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Nasema hivi, kama tunataka madhihirisho ya uwepo wa Mungu, kama tunataka viwete watembee, kama tunataka mabubu waseme, kama tunataka na viziwi wasikie, lazima turudi kwa Yesu kumfanya kuwa kielelezo. Na unaporudi, kwanza ukumbuke ni wapi ulikoanguka, ufanye nini? Utubu. Wengi tumefanya kanisa ni kichaka. Kanisani ni kichaka. Mtu anajifichia jina la nimeokoka. Kanisani humo tuna wachawi. Ni maajabu tunaabudu, lakini kuna mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji. Ni maajabu tunaabudu kanisani, watu wamevaa ilizi kwenye miili yao. Unaelewa? Kule kwetu mtoto akizaliwa, kuna kidude waga wanamvalishaga, sijui nyie huku kwenu. Wanachukua sio ni kitofu, wanakifunga sio kwenye kikamba cheusi hivi, wanavalisha mtoto. Sasa itakuwa maajabu, mlokole yuko huko ndani, mtoto kavaa hilo didude. Itakuwa ni maajabu. Unanielewa? Unanielewa mwana wa Mungu? Ni maajabu. Tunaishi kanisani tuna ilizi. Tunaishi kanisani tuna vinyongo. Tunaishi na watu hawana uhakika na Mungu, wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Kanisani anapiga mapambio, lakini unasikia mbona mama fulani tulienda naye kwa mzee fulani na wakampa dawa. Anambia Mungu atashuka humo ndani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Tunapompokea Yesu, tafsiri yake ni kwamba maisha yetu yanabadilika kutoka kwenye utu wa kale. Yale maisha yanaondoka. Mtu anayekuwa ndani ya Kristo sio wa kawaida, sio wa kawaida. Lazima akitokeza ile miungu ya kijiji ijue kwamba kuna mtu amefika ambaye ni jasusi la mbinguni. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya! Miezi hiyo ya nyuma tulienda na mume wangu kule Nzega. Tukakuta yani kuna ukabila, yani sio hata ni uongelee vipi. Wanaabudu, yani wanaabudu vibuyu, unaelewa? Sijui ukizaa watoto mapacha, sijui mmoja wanamuita nani. Nikakutana na jina moja wanaita mtu Kasinje, sijui kanini nini. Kanini? Yani eti wanampa ibada. Wanaenda kuweka unga. Wameweka kibuyu nje. Wanampa unga, wanampa vitu. Eti wanamwabudu, wasipofanya hivyo watapata madhara. Unaelewa hivyo vitu? Alafu kuna mtu alikuwa na pacha. Pacha wake akafa. Eti wanamvalisha kibuyu jamani. Anatembea na kibuyu, yani anatembea ana kibuyu. Kwa ajili ya nini? Anaogopa kifo. Tulipofika mimi na mume wangu tukatoa tangazo, tulikuwa na mkutano wa Injili, tukatoa tangazo kwamba kama yuko mganga yeyote wa kienyeji, kama yuko mchawi yeyote, kama yuko miungu yoyote na ilisikia neno hili ya kwamba tumemleta Mungu aliye juu ya miungu yote, na miungu yote inyamaze kimya kwa jina la Yesu aliye hai. Wakasema aka kamama aka katakufa. Akamjui fulani. Mtu aliyebeba Yesu sio mtu wa kawaida wewe. Acha kuishi maisha ya hasara. Lazima ukifika anga lijue kwamba mtu aliyebeba Mungu amekuja hapa. Lazima tunyamaze, pamoja na uchawi wetu wote tunyamaze. Haleluya, haleluya. Usiku mmoja tumelala, tukapiga Injili. Kwanza wakasema na watu hawaokokaji, na watu hawajagi kwenye mikutano. Tukasema hatutembelee historia ya walioshindwa, tumembeba Yesu aliye hai. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Ilikuwa juzi tu mwezi wa 6 hapo. Usiku tukaa tumelala. Mimi nikaamka, nikaliona limama mlimoja linene hilo. Limekuja, liko tumbo wazi, tumbo ni kama kibuyu hivi. Tumbo linamelemeta liko hivi. Alafu ni linene, likuwa limebeba madawa hivi. Likaa linakuja, mume wangu alikuwa amelala. Nikaa naliona lile limama likaa linanifanyia hivi. Kwanza lilipoingia likaanza kufanya hivi. Naliangalia tu pale kwenye kona. Alafu linatikisa kitu linafanya hivi. Nikaa naliangalia. Baadaye nikashangaa limesimama. Limeanza kufanya vitu kama linaagua hivi. Linaagua hivi, mimi naliangalia tu. Alafu nikaliambia, wewe kwa jina la Yesu nakuamuru, toka hapa. Nikashangaa limedondoka puu, alafu likafutika. Kesho nikasema litanikoma kwenye mkutano. Nikaenda kwenye mkutano. Nikatangaza. Nikasema kuna limama liko 1 2 3 lilikuja pale nyumbani kujaribu. Linajua moto lililokutana nalo. Narudia tena kutangaza. Nikasikia watu, ni mama fulani huyo. Najuana. Na sisi tulio na Bwana lazima tuunganishe nguvu ili Bwana wa mabwana ajulikane kwenye maeneo ambayo tunakuwepo. Wanawake wenzangu, nimekuletea neno hili likutie wivu. Ni majira ya kuchangamka. Yesu sio kwa ajili ya wanaume tu. Ambatana na wale wote waaminio. Akiamini mwanamke, ishara za uponyaji zinaenda naye. Akiamini
naamini mwanaume zile ishara zinaenda naye. Mimi mwenzio kwenye mikutano yote nimemwona Bwana wa Bwana, nimemwona Mungu wa miungu yote, nimemwona yule Bwana ambaye kupitia jina lake yule kiwete alitembea. Nimewaona matasa wanazaa watoto, nimewaona wachawi wanasalimisha maisha yao kwa Yesu, na kwa jina la Yesu tunasema uchawi ni lazima kwenye maisha yetu. Dhihirisha Yesu aliye hai. Turudi kwenye nafasi zetu. Huyu Yesu tuliye naye ni kiboko ya mambo yote. Haleluya, Bwana asifiwe. Mimi mwenzako uchawi haunisumbui. Yaani hata kama kijiji chenu kina wachawi, mama, ninajua ninatembea na mwanaume aliye juu ya mamlaka yote. Ninatembea na yule mwanaume aliyeshinda kifo na mauti, na kupitia damu yake nakwambia nimehesabiwa haki. Nilipoamua kutembea naye na ishara zake zinaambatana pamoja na mimi, yule aliyeamua kabisa kuwa mpya katika Kristo Yesu, Yesu anaambatana naye, na kwa sababu Yesu ni mshindi, ule ushindi wa Yesu Kristo unaambatana na wewe. Bwana asifiwe. Waliposema ni mama fulani huyo, nikasema safi, kumbe wanajua. Tukapiga injili. Siku ya kwanza ile waliokoka zaidi ya watu 22, kijiji ambacho walisema nayokokaga, lakini tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Wakisema haiwezekani, nenda kawaambie kupitia neno la Bwana kwamba kwake yote yanawezekana. Haleluya. Yaliyowashinda wanadamu, na kwambia kwa Bwana yote yanawezekana. Wanawake wenzangu, yote yanawezekana. Simameni na Bwana, yote yanawezekana. Baba zangu, simameni na Bwana, yote yanawezekana. Yule Bwana mtenda miujiza hata leo yupo kwa ajili ya kanisa. Turudi kwenye nafasi zetu kama alivyomuuliza Adamu. Kupitia Yesu Kristo Bwana ameturudisha kwenye nafasi zetu. Umeamua kukaa kanisani, hakikisha ni mpya ndani ya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Tulivorudi ile siku, mimi nikaa najisikia kuchoka. Nilikuwa nimetoka Dar es Salaam, nilikuwa na semina ya siku 8. Kwa hiyo tumeenda kwenye mkutano Nzega bila kupumzika. Nikaa nimechoka. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mume mzuri ambaye amenipa, ambaye tunamtumikia Bwana kwa pamoja. Sisi tukijitazama sio mwili mmoja katika ubinadamu, bali ni mwili mmoja katika kulitimiza kusudi la Yesu aliye hai. Wala mambo ya mwili sio kipaumbele chetu, bali kusudi la Bwana lililoko katika Mungu mwenyewe kwa ajili ya maisha yetu. Mume wangu akaniambia, ngoja mimi niombe. Nikamwambia mimi nimechoka. Akaanza kuomba. Mimi nikakaa kwenye kiti hivi sebleni. Akaniambia twende tukaombe sebleni. Mimi nikakaa. Nikamuona anaomba. Nikaona Roho Mtakatifu amemshukia. Nikaanza kusema, Roho Mtakatifu mbona kashuka hivi, kuna nini? Nikakaa kwenye kiti. Nikiwa nimekaa kwenye kiti, nikamuona anatetemeka. Roho Mtakatifu amemshukia akiwa anaendelea kuomba. Nikasikia yowe nje ya mlango, nikasikia libaba linapiga kelele nje ya mlango, maana moto wa Yesu umepita mpaka kwenye miungu. Lile libaba likawa linahangaika, linagonga mlango, linahangaika. Na kuambia tuliuona ushindi wa Bwana. Miungu ilisalimu amri kwenye ule mkutano. Tukamuona Bwana akiokoa na kuponya. Na kuambia tukikaa ndani ya Yesu, na kuambia tuko salama. Wewe hauna sababu ya kutembea na hirizi. Kwa Yesu tuko salama. Bwana asifiwe. Mimi nimezaa watoto 4.
Hakuna mtoto hata mmoja anajua dawa ya kienyeji, hata mzizi, hata majani ya mpera, hata mmoja. Tena Mungu ananipa neema, nazaa watoto weupe. Wale watoto weupe hapa mnakijua wanawake, kila wanakutishia, yani atakufa, yani hicho kinauaga, yani kinanyonyaga mwili, lazima uende kwa wataalamu. Ninasema hakuna mtaalamu zaidi ya Yesu aliyenipa mtoto. Ana utaalamu kuhusu watoto. Sina sababu ya kumtwisha mwanangu madawa ya kienyeji na kumrithisha miungu mingine kwa jina la Yesu. Nikasema Bwana, watoto wangu watakuwa salama. Mpaka ninavyokuambia, watoto wangu ni wazima. Mtoto wangu wa kwanza yuko form 4. Watoto wangu wote wako salama. Hawajawahi vata kile kidude. Hawajawahi. Inategemeana na Mungu ni nani kwako. Ndio maana nimekuambia kwenye somo hili, tafakari kwa kina hitaji la Mungu kwako na vile wewe unamhitaji nani. Unaelewa? Unajua unapofanyika mwana una haki ya kwenda kwa babako. Unajua wewe ni mwana wa Mungu. Unajua Mungu ndo amekuumba. Chochote kinachokusumbua unayo haki ya kwenda kumwambia Baba, nimekuja hapa ninaacha na wewe. Nimekuja hapa siwezi kwenye hili. Bali sielewi. Kwa habari ya vita ya kiroho sielewi. Lakini nina wewe jemedali wa vita zote. Nimekuja mbele zako na ni lazima Bwana ajifunue kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Acha kukaa kiasara asara. Mama hata kuomba maombi ya masaa 12 hujui. Kwenye familia yako hata kuomba maombi ya nusu saa na watoto hujui. Hiyo ndoa itakuwa salama? Kanisani utakuwa baraka wewe? Maana ulishachoka huko hoi. Una miaka 35 umekaa kama bibi wa miaka 70. Ndio. Kwa sababu hauna maombi. Haujifunzi neno la Bwana. Utajijuaje we ni nani? Kanisani upo una Biblia. Unasomaga wapi? Eti jamani. Wana wa Mungu, haleluya. Yule mama ananiangalia mpaka ameweka mkono hivi. Na hilo ndio neno la Bwana. Amina. Haleluya, haleluya. Maana neno la Bwana ni upanga. Neno la Bwana ni moto. Linapoingia ndani yako lipokee, alafu liingize kwa matokeo yake. Liingize kwenye kulitendea kazi, utayaona matokeo. Bwana asifiwe. Mimi mwenzio niliamua. Nilipokuwa Mungu alipokuwa ananiambia anataka kuitambulisha huduma yangu mwaka 2010 na Bwana asifiwe. Nikaa ninaogopa. Nikasema kwanza mimi naongeaga polepole. Nani atanisikiliza? Alafu mimi ni mwanamke. Nikaliangalia lile kanisa la kwanza. Nikawaona kina Petro, Yesu ameondoka tu. Kwenye ile sura ya 3, wakina Petro Mungu amewatumia. Wamemwombea yule kiwete, ametembea. Nikasema Mungu, na mimi kama wewe unataka kuitambulisha huduma yangu, zile ishara na maajabu viambatane na mimi. Unaelewa? Nikamwambia Mungu, nitatulia, nitakutafuta kwa bidii. Nilikuwa ninamtafuta Mungu sana. Usione vyaelea vimeundwa. Unaelewa? Nilikuwa ninaomba. Nilikuwa ninasoma Biblia. Kitu cha kwanza ambacho nilimuomba Mungu nakumbuka. Nilimwambia Mungu, naomba upluni tabia zangu zote za utu wa kale ndani yangu. Nilikuwa ni mtu mwenye hasira sana. Mume wangu shahidi. Alikuwa akinikwaza kidogo ninalia. Yaani nalia naweza hata kuzimia. Na nikilia sibembelezeki.
Kuna mtu unalia unafikiri sifa. Kuna mtu akiwa analia, unajua shetani ni mjinga. Kuna mtu akikasirika anasema, "Yaani mimi naliaga nikishalia ndo kinaisha." Nani kakwambia? Hilo ni pepo kama mapepo mengine. Kwa sababu unapolia ndani yako yamejaa manunguniko. Zimejaa hasira ambazo hazitendi haki ya Mungu. Lakini nilipokuwa ninaomba, Roho Mtakatifu akanifundisha. Yesu anasema haja zenu na zijulikane na mimi. Nikasema kumbe machozi yangu sitakiwi kulia mwenyewe, maana sina majibu. Nikasema Bwana, naomba unisaidie. Wewe ni mfinyanzi, finyanga moyo wangu. Hasira hazitatenda haki yako. Na unaniandaa kuwa mhubiri, nitahubirije nina hasira? Naelewa? Yaani lazima ujielewe. Ninapouliza swali uko wapi, lazima ujielewe tabia ulizo nazo. Alafu neno hili likusaidie. Yesu waga anatutengeneza. Sawa wana wa Mungu? Wanawake wenzangu amina. Wanawake wenzangu amina. Jamani amina. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Kama kuna muujiza Bwana alinifanyia ni kunisaidia zile hasira zikatoka, na bado ninapambana. Nikikasirika waga sipendi kuongea. Unaelewa? Nilikuwa nalia jamani. Siku moja mume wangu akaniambia, "Haya, lia hapa mpaka uzimie, kikiisha utanyamaza." Alafu na mimi nataka niambie pole, naomba unisamehe. Unaelewa hiyo kitu? Nililia nitamani kunywa sumu. Nikaa nalia, yani ndo nampigia makelele. Alafu akachukua blanketi akajifunika. Wangapi mmewahi kukutana na hicho? Unalia afu mwanaume anakuambia tutolee kelele zako hapa. Wangapi mmewahi kukukuta hiyo? Nyosha hivi mkono nikuone. Mimi mwenzio ilishanikuta mara nyingi. Jamani amina. Sasa mimi baadaye nikaja kusema shetani usinitanie. Maana hata kwa kwenda sina. Unaelewa? Pale unapotamani yani mtu akwambie nyamaza basi. Achukue kitambaa kupukute pole mke wangu mzuri. Anakwambia toka kalilie kule nje. Hivi ukienda kulia kule afu na wewe unasema, "Yaani mimi nikiliaga ndo kinaisha." Hebu mtu kakutimua humo ndani, kule nje unalia kinaisha. Au ukimaliza kulia unakuja kivingine, yani asiniguse. Yani nitampa nicho. Unaelewa? Afu umeokoka ukija kanisani unanena kwa lugha. Umeona vile shetani anatudanganya? Sijui nimelisema hili leo na mume wangu yuko hapa. Baba, si unaona siku hizi kwani huwa analia? Sijawahi hata kumwambia, lakini nilienda mbele za Bwana nikaishughulikia ile hali. Maana niliona inaharibu ndoa yangu. Mimi nikiwa na hasira nashindwa kumhudumia huyu baba, na nikishindwa kumhudumia hawezi kunipa upendo, kwa nitaishi maisha ya kutangatanga humo ndani. Nani anayataka hayo? Kwanza mimi nilipookoka nilifukuzwa nyumbani. Niliteswa, alafu nimeolewa tena nianze kuteseka. Nikasema Mungu nisaidie nijirekebishe. Unanielewa? Yaani nakwambia nilijiombea, na kwa kadiri unavyoomba Roho Mtakatifu akiwa kwenye operation anakuambia sio hasira peke yake mwanangu, kuna na lingine hili hapa, kuna na lingine hili hapa. Unavonyenyekea yule mfinyanzi anakutengeneza, anapluni ule utu wa kale, anakuondoa kwenye tabia za asili, anakuondoa kwenye maneno yasiyofaa, anakuondoa kwenye uvivu wa kiroho.
ghafla, kwa sababu umeyakubali matengenezo, yule Yesu anaanza kuumbika ndani yako. Tunda la Roho linaanza kutokea ndani yako. Ukiumizwa na mume wako, badala ya kulia na kusema utakoma, linakuja neno la uvumilivu. Unasema nitavumilia. Linakuja neno la upole. Kusema vibaya unanyamaza. Roho Mtakatifu anakutuliza, anakufundisha namna ya kuongea na mume wako kwa hekima. Jamani, amini. Nikaanza kujifunza. Mimi nakushuhudia uhalisia. Umenielewa? Nakushuhudia maisha yangu. Nikaanza kujifunza. Jesus, pole baba. Nikaanza kujifunza maisha. Nikasema nataka mtu wa kwanza ambaye ataifurahia huduma yangu ni mume wangu. Haitakuwa na maana nikamhubiri Yesu lakini mume wangu anasema mwanamke huyu hanifai. Nikaanza kujitahidi, nikaanza kumpa heshima, nikaanza kumfanyia vile vitu anavyotakiwa. Niliposoma Biblia nikakutana na lile neno la Bwana linalosema Mungu ameumba jambo jipya, mwanamke atamlinda mwanaume. Nikasema kumbe badala ya kumuumiza huyu mwanaume ninatakiwa kumlinda. Nikasoma Biblia inasema enyi wake watiini waume zenu. Nikasema kumbe badala ya kuonesha dharau kwa mume wangu, wa kumpa heshima anayostahili kupewa, nikaanza kuvionyesha hivyo vitu. Sio kitu rahisi. Unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Wanawake, hili si kongamano lenu. Lazima mkitoka hapa mkawe wa mama wazuri kwa waume zenu na kwa watoto. Mnaelewa eh? Mimi mwenzio niliomba. Nikasema Mungu, mimi hapa ni mke wa mtu. Mimi hapa ni mama wa watu. Unaelewa? Kuna watoto wananiita mama. Mimi ni dada wa watu. Mimi ni shangazi wa mtu. Mimi ni mtumishi wa mtu. Mimi ni kiongozi kanisani kwenye eneo fulani. Na katika maeneo yote lazima niudhihirishe mwili wako. Nikasema Mungu nisaidie, lakini eneo la kwanza la kunisaidia ni kwenye familia yangu. Unanielewa? Nikawa huyu baba hata akija, si unajua wanaume havishagi mapema. Waona hivi hivi. Hapo unaweza ukashangaa nacho kitu cha miaka 5 iliyopita moyoni. Yaani mkigombana kidogo anasema ndio maana ulifanyaga na kile. Unaelewa? Nikaanza kuomba. Unajua ukiwa na hasira unaongea chochote. Si unajua? Nikiwa nina hasira niliwahi kumtamkia kitu mume wangu. Jamani, nikaomba msamaha. Nikajua kanisamee. Ikapita mwaka. Si unajua tunakaa, hatukai sisi ni malaika, si ndio? Si unakaa na mtu ambaye alitoka kwao na meno 32 na wewe una ya kwako. Alafu alitoka ni Muha na wewe una kabila lako huko. Alafu mkakutane pamoja mwe. Si unaelewa ilivyo kazi eh? Sio kitu rahisi, si ndio? Nikafyatua neno. Wanawake tujihadhari kuongea. Kuna neno ukilifyatua kwa mwanaume aliftiki haraka linaleta doa kwenye ndoa yako. Unaelewa? Na si wanawake si hatuna nguvu za kupigana. Kwa waga tunasemaga nitamwambia hiki. Yaani ngoja aje atanikuta leo, hata mimi nikwaga najipanga. Tena kuna muda nakaa nimeshapangilia na ya kumwambia, yani akifika na atanikoma. Yaani nikifungua tu mlango. Kwanza ule mnuno nilionao. Akisema tu habari za saizi mke wangu, sijui alikotoka, alibanwa na kazi, amekutana na changamoto, badala nimsubirie nimuulize mume wangu habari za huko, pole, mbona umechelewa kurudi? Akisema tu sasa nini? Sasa naye nikimjibu vibaya na yeye alikotoka ana stress. Na yeye ananipa la kwake. Wewe una akili wewe na mimi narudishia. Kwa sina akili. Nikajikuta nimefyatua hilo neno. Unaelewa nyie wanawake? Kuongea maneno yasio na maana.
huyu baba kumbe lile jambo, afu alinyamaza kimya. Kumbe lile jambo linazungukaga kichwani. Siku nyingine nikashangaa niambie, ndio maana uliniambiaga na vile. Yaani kwenye lile neno sitakusahau. Jamani, niliomba msamaha, nikapiga magoti. Naomba unisamee, mbona niliombaga msamaha ukasema yameisha? Kumbe nikagundua hayajaisha, shetani amelikoleza. Ikabidi niende mbele za Mungu. Kaambia Mungu, niliongea kwa upumbavu. Naomba unisamee, kweli hasira haitendi haki. Sijawahi kumsikia tena. Sijui kama hata analikumbuka. Leo ndo nimesema sasa hapa. Na ni kwa sababu hii semina tulionayo inagusia mambo ya ndoa na familia, sawa Kwa hiyo nitakuwa ninaongea huku nagusia, ila yale ya kina tutayaongea tukiwa peke yetu. Si ndio jamani? Kwa hiyo nikamwambia Mungu, naomba unisamee. Ona nilivyoongea yale mambo. Yamebaki yananiumiza, nimejiletea taabu mwenyewe. Unajua mtu akiwa na hasira akupi upendo, si ndio? Unatamani huyu baba atoke na kitenge dukani. Anakileta kwa nani? Ulishafyatua neno, tembea nalo liko hapa. Bwana aturehemu sana. Wanawake mnanielewa? Ni kweli yanauma, si ndio? Ni kweli yanauma. Lakini kanuni tunayotumia kutatua ndio inayotakiwa. Wababa, ni kweli tunawaumiza sisi wanawake. Tunawaumiza sana. Kuna vitu vingi si ni wadhaifu sana kwenu, hatufanyi vizuri. Lakini mnavotukomoa ndivyo inavyotakiwa. Mbona Yesu yeye analileta neno lake la rehema kwenye kanisa? Akiona hivi jamani, hapa Mungu akisema hesabu maovu yetu wote, kuna mtu kati yetu atasimama hapa? Kuna mtu ana haki? Lakini si unaona anavotukusanya, analileta neno, anaanza kutuuliza uko wapi? Anaona kabisa umetoka kwenye nini? Kwenye njia, kama alivyomfuata Adamu na Eva baada ya kutoka kwenye njia. Sasa sisi tunapotatua yale mambo yetu, tunatumia njia zipi kama wanaume? Eti baba zangu, mkitukomesha kwamba atatembea peku mpaka akome, hata yebo ya 2000 sitanunua. Si mnatuonea jamani? Atapaka mafuta ya mgando mpaka akome. Tena hata ya mgando bahati ya kupikia. Wamama hapa wana vidonda ndugu, hawanunuliwagi hata kanga. Wamama wamejaa huzuni tu, akisikia mwanamke mwenzake anasema, baba fulani jana aliniletea kitenge. Anajikuta tu anamwambia mwenzake, yaani wenzetu mlishaolewa. Tafsiri yake ni kwamba yeye hajaolewa. Yaani huko mliko mnaongea tu. Si unaelewa hicho kitu? Baba zangu, amina. Lazima tujiulize, baba zangu, kwenye hayo maeneo tuko wapi? Si ndio? Yesu si analilea kanisa? Si anatuhudumia kama hivi? Sasa sisi tukiwakwaza kidogo, alafu kuna kale, unajua upendo una kitu kinaitwa madai. Sawa jamani? Mungu alipotupenda kwanza yeye, kuna kitu kinaitwa madai ya upendo. Upendo ukaanza kumwambia, mtoe mwanao, toa kitu cha thamani kwa ajili ya wanadamu hawa. Si ndio? Sasa na sisi tulivyo hivi, Yesu alipokuja kwetu, hata wakati wale mateso anayapata, lakini analia, anasema kikombe hiki kiniepuke, lakini upendo unamwambia, sasa kikikuepuka hawa wanadamu itakuwaje? Angalia madhara makubwa haya, wamejitenga kabisa na uso wa Mungu. Wewe ndo unatakiwa utumike kama njia. Kwa yale madai ya upendo yakamfanya Yesu afanye nini? Akubali tu kwamba okay, acha nivumilie kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wanadamu. Sasa ule upendo una madai hata kwetu. Upendo wa kweli unakushurutisha kufanya kitu. Unapompenda mtu, manake upendo unadai. Si unajua chuki waga inadai. Mtu akikuchukia anasema asifanikiwe, asipate. Yaani kwanza ikiwezekana agongwe hata na gari afi. Ulishawahi kukutana na mtu anakuchukia? Vile hataki ufanikiwe, vile hataki mambo yako yafanikiwe, vile akisikia mtu anakupenda anajisikia vibaya sana. Kwani unampenda yule, anakuchafua.
Na hizo tabia tunazo hadi makanisani leo. Mtu kwa sababu ya chuki tu anaenda kwa mchungaji anamchafua mwenzake. Yaani mchungaji, mtu fulani ule uwe makini naye. Hivyo vitu vipo havipo? Sasa na kinachotakiwa kwetu ni ule upendo wa Mungu wenye madai. Upendo utakwambia msamehe. Upendo utakuonyesha mema, si ndio? Upendo unavumilia. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo haujivuni, si ndio? Hayo ni madai ya nini? Ya upendo. Unapompenda mtu, upendo unakwambia mpe hiki. Ukimwona mke wako anatembea haeleweki, upendo unakwambia jamani, kale kagunia kama mahindi za basi mpe angalau akanua kitenge kama mama fulani. Upendo huo, si ndio jamani? Baba zangu, si ndio? Biblia imesema mtupende. Kama imani bila matendo imekufa, na upendo bila matendo umekufa, si ndio jamani? Kwa upendo unakwambia okay, mnunulie basi karosheni. Upendo unakufanya utake kumtazama mke wako kwenye hali nzuri. Kwani mimi mnanionaje jamani? Sijapendeza? Si upendo wa yule baba. Yule baba ananipa upendo. Akawa ananiangalia. Ananiambia nikutengeneze vizuri. Akana nitengeneza sketi. Nimesimama na nitengeneza vizuri. Upendo ndo unamwambia afanye hivyo. Yaani upendo una kitu kinaitwa madai, unakudai. Unaelewa hicho kitu? Upendo unakwambia akitokea hivi atatokea vizuri. Ananiambia hapo umependeza. Unaelewa Unaelewa hicho kitu? Upendo. Upendo una madai wa baba. Amina. Wanaume, haleluya. Upendo una madai. Nimekuletea upendo wa Kristo wenye madai uliokuja kukuuliza wewe uko wapi? Jamani, amina. Na nyie wanawake, hawa wababa wanataka heshima ili wakupe upendo. Yaani hivi vitu kwenye familia nipe, nikupe. Sawa? Yaani kitakachofanya huu upendo udai ni kale ka heshima unakokaonyesha. Ukilala usiku mbu anakung'ata, unashangaa huyu baba upendo unamwambia amka uangalie mbu anamng'ata mke wako, anachukua shuka na kufunika. Akiona kamechanika kesho anaenda dukani anasema okay, mke wangu anafanya vizuri, ngoja nimletee shuka. Mnaelewa watu wa Mungu? Wanawake mnaelewa? Watengenezeni mazingira mazuri wa baba, sawa Kanisa la Bwana tumtengenezee Yesu mazingira mazuri ya kutuhudumia. Si ndio jamani? Wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.